mwanzilishi wa kutuambia tusahau. Tuanzie wapi kusahau? Tuanzie wapi? Sifuna, Babu Owino, Winnie Odinga, mnatuchelewesha. Chama ni kipi? So tusahau tu, tusahau Eric Shien, tusahau Rex sioni. The plot of story is not there, sioni. I'm not body politics. Yeah. Sioni na sidhani. So tusahau tu. Tusahau ule mwenye aliuliwa on Sunday, a very peaceful protest. Tusahau, right? Tuache kufikiria kama umbo. Juu hivyo ndo tunataka kukaa. Tunaelewana ama niongee Kijaluo? Hatutasahau kamwe. Hatutasahau tulikotoka. Vile vidonda havijapona. Na kando na haya, sijui tatizo la hao watu ni gani. Wewe Sifuna, wewe Babu Owino, wewe Winnie Odinga. Sijui tatizo lenu ni gani, naomba mtuambie chama ni kipi. Kwa sababu ujuzi mdogo nilionao katika siasa, maoni yangu ni kwamba muda ni muhimu sana. Vile sisi tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele na maringo. Tunaendelea mbele na nguvu. Tunaendelea mbele tukiongeza members wetu wawe wengi. Kwa sababu tukiwa wengi na tukikaa kwa mesa na wengine tutaongea na nguvu. Lakini tukiwa wachache tukikaa kwa mesa kuongea na wengine tutakuwa wanyonge. Mnataka chama yetu iwe mnyonge? Basi kama hamtaki chama chetu iwe mnyonge, ninawaomba msajili watu wengi waingie kwa chama, wasiwe ni supporters peke yao, wasiwe wawe members wa party ambayo wamesajiliwa. Yaani unatumia ule wakati uliopo na kile ambacho watu wanazungumzia kwenye siasa ili wewe uweze kupata kile unachohitaji. Unahitaji raia pamoja na wewe ama karibu na wewe. Ngoja nikwambie kitu ambacho mwanasiasa fulani alitengeneza katika nchi hii. Na huyu ambaye tunamuita Matiang'i Fred. Kila mara majenzi wa Kenya walipoanza kumtafuta, walikuwa wakidai arudi humu nchini wakati wa finance bill na mengineo. Makosa aliyoyafanya ni kwamba hakuja wakati huo. Aliendelea kuonekana katika nchi na kutoweka. Angeweza kuonekana usiku na kutoweka asubuhi. Kwa hivyo watu hawangeweza ama hawakuweza hata kujua ni lini amekuja. So walikuwa zile za tulimtaka kumkaribisha ama tulitaka kumkaribisha kwa njia nzuri sana. Huyu ni mtu wetu, tunamuhitaji. Nataka uone nini kilichotokea. Wamnyoro ghafla bimvu alitumia wakati huo huo kuunda chama chake cha kisiasa ambacho kinaitwa DCP. Na kweli akachota baadhi ya watu na akaenda nao. Kisha nini kilichotokea baadaye? Matiang'i alirudi na kugundua kuwa watu wachache walikuwa wakimsubiri. Kwa hivyo tunapozungumza zile nguvu, ule upendo, yani ulididimia tu hivyo tu polepole tu. Sijui kama unanipata vile. Na hilo ndilo kosa sawasawa ambayo Sifuna, Babu Owino, Winnie, Orengo, Caleb Amisi ni kosa ambalo wanafanya wao. My friend, watu sasa wanazungumza juu yako. Wewe ni gumzo la mjini na bado uko kwenye kifuko fulani kiitwacho ODM au labda chama ulichonacho. Kama akina Ndindi Nyoro walioko UDA. Ikiwa kwa kweli unataka kuchukua madaraka ya urais, tumebaki na miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu. Tokeni kwa hizo vyama, zungumza na vijana, anzisha chama, chama cha kwako na twende nalo. Anza kupiga tarumbeta mapema. Maanake wanasema mapema ndio best
Kwa hivyo, ikiwa unatoka kwa nyumba kwenda kutafuta kazi, unachofanya ni kuhakikisha unatoka mahali ambapo angalau uko na kanyumba kako, yani kasimba fulani, kanyumba kadogo sana ambayo hata ni baba yako ambaye alikusaidia kuijenga. Na unapoenda huku na huku kwa shughuli za kutafuta kazi, na by good luck ukutane na mwanamke mzuri kule manjiani, unaweza pia kumpeleka kwako, si kwa nyumba ya baba yako. Sijui kama tunapatana. Hivyo ndivyo wanavyohitaji kufanya. Wanataka kuzungumza juu ya muhula mmoja, lakini hawana mahali ambapo wanaweza jificha. Kwa hivyo wanapaswa kutumia wakati huu kuunda chama chao cha siasa. Waambie watu ukweli. Hakikisha una vijana karibu na wewe, kwa sababu vijana ndio wengi na vijana wanadai nyinyi. Tumia wakati huu uliopo kuunda chama chako cha kisiasa na kupiga hatua mbele. Hiyo itawasaidia. Lakini ikifika wakati kuelekea uchaguzi mkuu na ndio mnaanza kuamua kutengeneza chama, eleweni kwamba baadhi ya vijana watakuwa washaondoka kizibani, baadhi yao watakuwa wamechoka. Kwa hivyo tunapozungumza, nahisi kama mnafanya baadhi yetu tusubiri kwa muda ambayo hatupendezi nayo. Mtu kama mimi hata sijashawishika kama naweza kufuata muhula mmoja ama 2 term. Ninachovutiwa nacho ni kile mnachokisema. Utapatia nini sisi Team Gen Zs? Manifesto ya kwako ni yapi? Na kile ambacho chama chako kinahusu ni nini? Hiyo ndio tunayohitaji. Development umeamua vipi? Chama ni gani? Kwa hivyo tafadhalini, acheni kusubiri kwa muda mrefu vile. Kuchelewa kutasababisha shida, kwa sababu upande wa pili wanafanya kazi bila kuchoka, wakileta watu wengine kwa kikundi cha kwao. Mfano mzuri, tangu Chan mpaka saa hii rais amepata vijana wengi sana hapa nchini. Kuna wale muda huu hata wanampigia kampeni. Baadhi yao wanahisi kama anafanya jambo fulani katika maisha yao. Wacheni kutuchelewesha. Niliwaambia mwaka jana, wakati kama huu SHA itakuwa ikifanya kazi. Wakati kama huu watu watakuwa wamebadilisha ile narrative zao, kwa sababu rais atakuwa amehakikisha kuwa pesa zinatembea nchini. Wakati kama huu watu wanaenda kukuambia, ama mtu akuja wajaribu kukuambia eti Hustler Fund haifanye, mwingine atakwambia wachia pale. Hustler Fund inafanya, kwa sababu mmeona vile pesa vijana wamepewa. Hata uchumi inaenda kuguzwa kiasi ili watu wahisi hii kitu maze iko sawa. Sio kwa sababu ni jambo la maisha, sio kwa sababu ni kitu ambacho kitaendelea, lakini ni njia ya kweli ya kununua Wakenya na watu wengine kwenye safina yao. Kwa sababu hivyo ndivyo wanasiasa wanavyohisi kuwa Wakenya ni wajinga na wamekata tamaa. Wanaweza kubebwa na chochote mradi tu ni kwa manufaa ya kwao. Kwa hivyo tafadhalini, hivyo mnavyozidi kuchelewesha mtasababisha shida. Tunahitaji jambo hili mapema kama saa hizi. Hakikisheni kwamba tunaelewa tunakoelekea. Tutaenda mtaani, tutawafanyia kampeni. Baadhi yetu pia tutachangia, hata kama ni shilingi 1, shilingi 10. Tembeeni na pay bill. Tafuteni pay bill, mtembee nayo. Kulikuwa na mwanasiasa fulani, in fact wanasiasa wawili enzi zile, ilikuwa tu, by the way, kwa nini nifiche, ilikuwa ni Raila na Kalonzo. Walikuwa na pay bill, na bila shaka Wakenya walichanga pesa. Kwa hivyo inawezekana. So eleweni kwamba timing ni muhimu sana katika siasa za kisasa kwa nchi hii. Lakini mkisubiri kidogo, kuna miradi mingine itatokelezea. Utaingia kwa mambo ambayo yatakukanganya na mambo yatabadilika kwa njia tofauti sana, na kitambo ugundue kwamba umeachwa peke yako. Sasa utabaki hapo ukisema ulikuwa unataka lakini watu walikataa, na ni wewe ulichelewesha chama. Sifuna, Babu Owino, Orengo,
piga jeki hawa vijana, walete chama tuweze kupiga campaign. Sijui maoni yako ni yapi mwananchi wa Kenya. Tukutane pale kwa comment section. Je, unaona hawa vijana ambao tumeona wako na potential ya leadership, wana uwezo wa kufanya kuleta manifesto ama kuleta maendeleo katika nchi hii? Na je, unaona ni kweli ama ni vyema watuletee chama ambacho tutaweza kupiga njeki na kama team Gen Z tusonge mbele? Maoni yako tukutane pale kwa comment section. Mama Radi hapa.